Habari zenu ndugu watazamaji wa channel hii ya Jibambe TV Kenya. Leo nimerudi tena kwa somo jingine. Ningependa niwaambie wale ambao kwamba ni mwanzo katika channel hii ya Jibambe TV Kenya. Basi kama umeona channel hii na kuomba usubscribe katika channel hii ya Jibambe TV tiba za kiasili. Basi utakapofanya hivyo utakuwa umejiunga katika channel hii ya Jibambe TV tiba za kiasili. Moja kwa moja naenda katika somo la leo. Somo la leo naongelea kuhusu matatizo ya meno. Watu wengi wanaathirika kwa ugonjwa wa meno. Watu wengi wanasumbuka kwa sababu ya meno yao kuvunjika, meno yao kuwa na shida, meno yao kufa ganzi. Basi leo ningependa niwasaidie ndugu zangu popote mlipo, basi muwe ni wenye kujitibia wenyewe katika matatizo hayo yanayotokana na meno. Moja kwa moja, basi naomba nikuelezee mti ambao kwamba nimeuelezea tu kwa tiba tofauti tofauti, na leo nataka niwaambie mti huu ni mti wa mtunguja pori ama ndule ama ndulele. Nafikiri wengi wanajua majina kama hayo, na ni tiba ambayo kwamba itakusaidia utakapoifuatilia kwa utaratibu na umakini nitakao kuelekeza. Basi enda uchimbe mizizi ya ndule. Kachimbe mizizi ya ndule ama ndulele ama mtunguja pori. Kachimbe mizizi yake, uje hadi nyumbani kwako, ioshe vizuri. Utakuwa ni mwenye kuchemsha mizizi hiyo, lakini kabla uchemshe mizizi hiyo hakikisha umepata na chumvi ya mawe. Ukipata chumvi ya mawe, basi utachanganyia katika mizizi hiyo. Utachukua vidonge 3 vya chumvi ya mawe, vidogo vidogo vya saizi tu, usiweke makubwa sana. Unachukua vidonge vya size ambazo utachanganyia na mizizi hiyo ya mtunguja pori ama ndule. Basi utachemsha dawa hiyo hadi ichemke. Basi utaepua dawa hiyo, utakuwa ni mwenye kusukutua. Utakuwa unasukutua. Ukishapiga mswaki, unapiga mswaki. Ukishamaliza kupiga mswaki, basi utaanza kusukutua dawa hiyo. Unaweka kwa mdomo maji ya kutosha, alafu unasukutua ikiwa vuguvugu. Unasukutua maji yakiwa kwa mdomo. Unaweka hadi kama dakika 3 hivi ama 2. Ukisukutua ndio uteme. Tena utaweka maji mengine kwa mdomo. Utasukutua kiasi cha dakika 2, utatema. Basi zoezi hilo utakuwa umeacha hapo. Utakaa kama masaa 2. Tena baadaye utafanya zoezi hilo. Utasukutua maji hayo kama nilivyokuelekeza. Utasukutua alafu utaacha. Basi kwa siku utasukutua mara 3. Unaweza kaa kwa muda wako ule ambao kwamba utaupanga we mwenyewe. Unaweza sukutua baada ya masaa 3 ama baada ya masaa 4. Kwa siku hiyo moja utasukutua mara 3. Asubuhi utasukutua pia mchana, utasukutua na jioni. Ina maana inategemea na muda wako utakokuwa umeupata, ama kama labda utakuwa na shughuli zako, umeenda kazini hujapata muda wa kujisukutua mara 3, pia mara 2 inatosha. Unaweza ukenda katika mihangaiko yako, ukirudi jioni basi unajisukutua, na zoezi hili utalifanya kwa muda wa siku 4 ama hata 5, kwa sababu inategemea meno yako yamekuwa na shida wa muda gani. Basi dawa hii na imani kwamba itakusaidia
kwa njia moja ama nyingine, na pia mambo ni mengi, binadamu tunafanyiana ubaya, na pia kuna mambo mengi unaweza ona ni meno ya kawaida ya kuuma, kumbe ni meno ambayo kwamba ni ya kufanyiwa ubaya ama ni ya meno ya kichawi. Basi kama utaona labda bado haujapata mafanikio, basi nitawafundisha, mambo ni mengi, nitawafundisha jinsi ya kujitoa katika vifundo, jinsi ya kujitoa mambo ya kishetani, mambo ya kichawi, mambo kama hayo mengi. Basi nitajaribu nitawafundisha ili mpate kujinasua mkiwa hapo kwenu nyumbani. Na kuomba ndugu yangu mtazamaji, kama wewe ni mgeni katika channel hii ya Jibambe TV, basi na kuomba usubscribe channel hii, uandike comment yako hapo, ushare na ulike pia. Basi ukifanya hivyo utakuwa unanipa nguvu ya kuendeleza vipindi hivi, na kwa ushirikiano wangu na wenu, basi tutasonga mbele na tutajuzana mambo mengi yanayotokana na tiba za kiasilia. Kama ni mgeni, na kuomba subscribe channel hii na pia uweke comment yako, na tuwe ni wenye kushirikiana na tutasonga mbele na tutajifunza mambo mengi. Halafu jambo jingine la mwisho, na kuomba ndugu yangu ambao kwamba uko katika channel hii ya tiba za kiasili Jibambe TV, basi tuwe ni watu ambao kwamba tuna subra, kwa sababu siwezi nikaelekeza mtu kitu ambacho kitamtatiza. Lazima nitumie kwanza njia ya kumuonyesha kile kitu, na pia nimuelekeze kwa njia mzuri. Utakuta mwingine ameandika comment hapo kwamba ninaongea sana, nenda moja kwa moja katika point. Siwezi enda moja kwa moja kwenye point, lazima kwanza nikuonyeshe ni jinsi gani utakavyofanya na ni jinsi gani utakavyotumia mti kama huo. Je, kuna wale ambao kwamba hawajui kabisa hino miti, na kuna wale ambao kwamba mnajua hii miti. So lazima nifundishe kulingana na watu tofauti tofauti, kwa sababu nyinyi nyote ambao mko katika hii Jibambe TV katika channel yangu, sio kwamba mnajua miti nyote. Kuna wale ambao kwamba wanatambua miti na kuna wale ambao kwamba hawajui miti. Lazima kwanza mtu umuelezee na umuonyeshe na umuelekeze kwa njia ambao kwamba ataelewa. Hii ndiyo maana ya kufundishana dawa. Lakini mkisema moja kwa moja niende katika point, ndiyo nitakwambia katunde mti fulani fulani fulani, halafu ufanya hivi na hivi, lakini je, sio wote ambao wanajua miti kama hiyo. Kwa hivyo nawaomba ndugu zangu, tuwe na utaratibu, na hata kama utakuwa unajua, sawa wewe unajua tayari, lakini wacha wale ambao hawajui pia nao wajifundishe na wapate faida za miti. Sina mengi, na waomba tushirikiane na tutazidi kufundishana mambo kama haya ya miti, na inshallah Mwenyezi Mungu akipenda mtafaidika na mtasaidia familia zenu na wengine pia. Asanteni, karibuni katika channel hii ya Jibambe tiba za kiasili. Habari zenu ndugu watazamaji wa channel hii ya Jibambe TV Kenya. Leo nimerudi tena kwa somo jingine. Ningependa niwaambie wale ambao kwamba ni mwanzo katika channel hii ya Jibambe TV Kenya, basi kama umeona channel hii, na kuomba usubscribe katika channel hii ya Jibambe TV tiba za kiasili. Basi utakapofanya hivyo utakuwa umejiunga katika channel hii ya Jibambe TV tiba za kiasili. Moja kwa moja naenda katika somo la leo. Somo la leo naongelea kuhusu matatizo ya meno. Watu wengi wanaathirika kwa ugonjwa wa meno. Watu wengi wanasumbuka kwa sababu ya meno yao kuvunjika, meno yao kuwa na shida, meno yao kufa ganzi. Basi leo ningependa niwasaidie ndugu zangu popote mlipo, basi muwe ni wenye kujitibia wenyewe katika matatizo hayo yanayotokana na meno.
Moja kwa moja basi naomba nikuelezee mti ambao kwamba nimeuelezea tu kwa tiba tofauti tofauti, na leo nataka niwaambie mti huu ni mti wa mtunguja pori ama ndule ama ndulele. Nafikiri wengi wanajua majina kama hayo, na ni tiba ambayo kwamba itakusaidia utakapoifuatilia kwa utaratibu na umakini nitakao kuelekeza. Basi enda uchimbe mizizi ya ndule. Kachimbe mizizi ya ndule ama ndulele ama mtunguja pori. Kachimbe mizizi yake, uje hadi nyumbani kwako, ioshe vizuri. Utakuwa ni mwenye kuchemsha mizizi hiyo, lakini kabla uchemshe mizizi hiyo hakikisha umepata na chumvi ya mawe. Ukipata chumvi ya mawe, basi utachanganyia katika mizizi hiyo. Utachukua vidonge 3 vya chumvi ya mawe, vidogo vidogo vya saizi tu, usiweke makubwa sana. Unachukua vidonge vya size ambazo utachanganyia na mizizi hiyo ya mtunguja pori ama ndule. Basi utachemsha dawa hiyo hadi ichemke. Basi utaepua dawa hiyo, utakuwa ni mwenye kusukutua. Utakuwa unasukutua. Ukishapiga mswaki, unapiga mswaki. Ukishamaliza kupiga mswaki, basi utaanza kusukutua dawa hiyo. Unaweka kwa mdomo maji ya kutosha, alafu unasukutua ikiwa vuguvugu. Unasukutua maji yakiwa kwa mdomo. Unaweka hadi kama dakika 3 hivi ama 2. Ukisukutua ndio uteme. Tena utaweka maji mengine kwa mdomo, utasukutua kiasi cha dakika 2, utatema. Basi zoezi hilo utakuwa umeacha hapo. Utakaa kama masaa 2. Tena baadaye utafanya zoezi hilo. Utasukutua maji hayo kama nilivyokuelekeza. Utasukutua alafu utaacha. Basi kwa siku utasukutua mara 3. Unaweza kaa kwa muda wako ule ambao kwamba utaupanga we mwenyewe. Unaweza sukutua baada ya masaa 3 ama baada ya masaa 4. Kwa siku hiyo moja utasukutua mara 3. Asubuhi utasukutua pia mchana, utasukutua na jioni. Ina maana inategemea na muda wako utakokuwa umeupata, ama kama labda utakuwa na shughuli zako, umeenda kazini hujapata muda wa kujisukutua mara 3, pia mara 2 inatosha. Unaweza ukenda katika mihangaiko yako, ukirudi jioni basi unajisukutua, na zoezi hili utalifanya kwa muda wa siku 4 ama hata 5, kwa sababu inategemea meno yako yamekuwa na shida wa muda gani. Basi dawa hii na imani kwamba itakusaidia kwa njia moja ama nyingine. Na pia mambo ni mengi, binadamu tunafanyiana ubaya, na pia kuna mambo mengi unaweza ona ni meno ya kawaida ya kuuma, kumbe ni meno ambayo kwamba ni ya kufanyiwa ubaya ama ni ya meno ya kichawi. Basi kama utaona labda bado haujapata mafanikio, basi nitawafundisha, mambo ni mengi, nitawafundisha jinsi ya kujitoa katika vifundo, jinsi ya kujitoa mambo ya kishetani, mambo ya kichawi, mambo kama hayo mengi. Basi nitajaribu nitawafundisha ili mpate kujinasua mkiwa hapo kwenu nyumbani. Na kuomba ndugu yangu mtazamaji, kama wewe ni mgeni katika channel hii ya Jibambe TV, basi na kuomba usubscribe channel hii, uandike comment yako hapo, ushare na ulike pia. Basi ukifanya hivyo utakuwa unanipa nguvu ya kuendeleza vipindi hivi, na kwa ushirikiano wangu na wenu basi tutasonga mbele na tutajuzana mambo mengi
yanayotokana na tiba za kiasilia. Kama ni mgeni, na kuomba subscribe channel hii na pia uweke comment yako na tuwe